بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Leo insha Allah taala twashika mada husika ya mauaji ya kiholela. Mauaji ya kiholela katika vita vya Iblis au vita vya Shetani kupambana na Rahman ni mauaji kwa namna yoyote itakayokuwa. Yani kila mwenye kuua amefuata syllabus ya Iblis. Kila mwenye kuhuisha amefuata syllabus ya Allah, ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo vita viko bado vaendelea kwa kila upande, lakini leo specific tumekusudia mauaji ya kiholela. Na kabla ya mauaji ya kiholela tutaanza mwanzo ya kuua. Nini kuua? Kwa nini kuua? Ingawa tumesema mwanzo kwamba kila mauaji ni ya Ibilisi, ni kweli. Lakini kila mauaji ni ya Ibilisi kupitia moja katika mawili. Ima direct ama indirect. Kuna mauaji ya kisheria, yani kuna mtu akiua na yatauliwa. Je, yule tulomuua sisi baada ya kuua pia ni Ibilisi, ni Shetani? Naam. Kwa sababu kile kitendo huyo alichokifanya yeye ameua. Aliyemwambia auwe nani? Ni Ibilisi, Shetani. Ni nafsi ambayo kwamba ishatawaliwa na Ibilisi. Kwa hivyo nani atakuwa yani amesababisha huyo auliwe? Ni Shetani, ni Ibilisi. Kwa hivyo pia itakuwa tumeingia sawa. Isipokuwa tu ni kwamba kuna mauaji ya Ibilisi moja kwa moja, kuna na mauaji ya Ibilisi kitendo kimesababishwa na yeye. Sasa ni reaction itakayokuja ya sheria ya Mungu, itakuwa ya react, yani ya raddul fili, yajibisha shambulizi la huyu aliyefanya kile kibaya. Kwa hivyo na yeye amefanywa kibaya kwa sababu alitanguliza ubaya, amelipwa ambalo limefanana na ule ubaya wake. Wajazaa sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kwa hivyo vita mauaji, kuna mauaji yalitokea mwanzo, kuna mauaji yako yaendelea, kuna na mauaji yatakuja mbele. Na yote insha Allah taala tutaeleza kwamba ni katika khitwa za Ibilisi. Kwa hivyo hata wewe unaposhika kile kisu watakumchinja hayawan, watakumchinja ng'ombe ama kondoo ama mbuzi, ujue mwanzo ujiulize, je, haya huku kuchinja kwangu mimi kwa Shetani ama kwa Rahman, yani kwa Mola ama kwa ajili ya Shetani? Tukianza na mauaji ya mwanzo yaliyopatikana katika ulimwengu ni ya yule babu yetu. Manake pia ni babu yetu au ni babu ami, kwa sababu ilikuwa yeye ni ndugu yake babu yetu, au ni mtoto wa babu yetu, wa baba yetu Adam alayhi salam. Amepitia pia kwa Shith ambao ni mtoto wa Adam, lakini si huyu muuaji. Huyu mwingine amezaliwa na yule aliyekuja baada ya hapo. Mauaji ya mwanzo kama tulivyotanguliza nyuma huko, tuligusia tu kidogo, ni ndugu wawili, Habila na Kabila. Kulikuwa kumetokea suu tafahumi, kutoeleana, kukaanza chuki, ikafika hasad, kapatikana mauaji. Kwa hivyo chuki, hasad, mauaji. Mauaji ni matunda ya chuki na hasad. Itakuwa tumeenda vizuri pia, yani tuenda na plani baada ya plani nyingine. Baada ya kupatikana huyu bwana aloua, alikuwa hajui hata atamstiri vipi ndugu yake. Mola Subhanahu wa Ta'ala akamtoa kiumbe dhaifu, kiumbe duni, lakini amepata njia, amepata elimu kutoka kwa Mola, yani kurabu.
kurabu amekuwa bora zaidi kuliko huyu mwanadamu. Yani tuwapatiliza yote mawili, tuwazungumza mauaji kiholela, lakini tuwapatiliza na akili yetu pia kuichangamsha. Yani wewe unavyomdharau kurabu, wewe mwanadamu, kurabu hana akili, kurabu anatamaniwa na hasira. Wewe una kitu cha zaidi cha akili. Mpaka akafika ule mwanadamu akasema, ajaztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwariya sawata akhi. Subhanallah. Hebu mwanadamu wewe ukifika hapo, kwa nini yani usijiulize kwamba kwa nini usijiamrishe utafute syllabus, utafute khitwa ya njia ya kusoma mambo ya Mola wako alokuumba ukatembea nayo. Asema mwenyewe, ajaztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwariya sawata akhi. Yani nimeshindwa hata angalau kuwa kama huyu kurabu. Hakusema an akuna aqala min alghurab, la, ajaztu an akuna mithla hadha alghurab. Yani nimeemewa kufika daraja ya kurabu, sio kupita. Ina maana yeye yuko chini ya daraja ya kurabu. Manake kurabu alikuja naye akafanya ile aliyofanya yeye, alafu akaenda kamzika ndugu yake, fa asbaha minan nadimin. Lakini majuto ni mjukuu. Waswahili wasema ushafanya la kufanya, ushajisajili rasmi katika watu wabaya, ukijuta tena baada hapo wakati umepotea. Yani tujilinde kwa Mwenyezi Mungu, tujaribuni kumfuata maamrisho ya Mola Subhanahu wa Ta'ala mapema kabla fawati alawan. Ndugu wa Islam, ndugu wanadamu, haya mambo, inna wa'dallahi haqqun, ahadi ya Mungu ni kweli, tusidharau. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, ulimwengu usiwadanganye. Wala yaghurrannakum billahi algharur, huyo Iblis. Gharur hapa alikusudiwa ni Iblis, ni shetani. Asiwadanganye shetani kwamba mtaishi, bado umri mnao, bado muda unao, bado wakati wa toba huko, alafu utatubia. Fala taghurrannakum alhayatud dunya, mkawa mwangalia sasa mpaka imefika daraja ya Saudia pia kumekuwa na upuuzi na uchafu, yani kupita mipaka, mpaka tajisidul Kaaba, yani kutukua picha ya Kaaba pia ndio wanawake wachafu, watu wabaya ndo waichezee ile Kaaba. Yatafika hayo na mengine makubwa zaidi, mengi yatakuja. Kuna mengine mtayaona ambao tushaambiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani kila tukiaona yale tuatoa matozi kwamba tuko mwisho, si kwamba ati ni mambo hatuyajui. Kuna na wakati watu watakatazwa kwenda kufanya hija. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi mbalimbali, mmoja lakini alimwambia Saidina Ali, patilizeni mwende mkafanye hija kabla hamjazuiliwa. Mambo yote yako, kuna wakati tutakatazwa kwenda kufanya hija. Ikiwa tutakatazwa na Amerika, tutakatazwa na Muingereza, tutakatazwa na hawa Mayahudi wa Arabu, wa Saudia, ama ni wengine, Allahu aalam. Lakini picha in general tumepewa kwamba litakuja hilo jambo na lazima litakuja. Inna wa'dallahi haqqun. Kwa hivyo mauaji ya Habila na Kabila yalichangia uanzilisho wa mauaji, na kila anapoua mwenye kuua apata madhambi huyu muuaji wa kwanza. Kisha mauaji yamekuja baina ya haki na batil. Kuna wanazuoni wa saikolojia wasema asirau li ajli albaqa, asirau li ajli albaqa, yani vita vilioko kwa sababu ya kubakia. Hata wale mambo ya hayawani, mtu akiangalia sana hayawani, kina simba, kina chui, kina nani, huandikwa hiyo asirau li ajli albaqa, yani vita kwa sababu ya kubakia, au li ajli alhayati. Kila mmoja apambana na mwenzake ili yeye abakie, yule mwenzake aende afariki. Lakini wale ni hayawani. Ama kaida hii ni kuileta kwa binadamu ni makosa. Tuzungumze asirau li ajli li asirau baina alhaq wal batil, mapambano ni baina haki na batil, si masala ya kuishi na uhai. Hapana, hayo ni maneno wamenena wao maprofesa, mafailosofi, lakini si kweli, kwa sababu hawa wa aktharuhum la ya'lamun, watu wengi hawajui. Ya'lamuna dhahira min alhayati dunya, wajua dhahiri ya dunia tu, wa hum anil akhirati hum ghafilun. Lakini wameghafilika na maisha ya milele, wameghafilika na huko, wameghafilika na chakula, zawadi.
ambazo zafaa zibebwe hapa zende huko katika maisha ya milele, nayo ni amali mzuri. Kwa hivyo mauaji yanayopatikana katika dunia ni shetani, yakiwa ni mabaya, na yakiwa si mabaya ni mazuri, lakini huwa ni malipo ya ule ubaya aliofanya yule mtu. Mauaji tumeambiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwamba yalikuwako wakati wa Banu Israila. Hata Qur'ani pia imetueleza waliwahi kuua Banu Israila, walimuua mtu au Mayahudi walimuua mtu kwa siri, na ilikuwa ni masala ya kupigania wirathi. Kuna mtu akamuua ami yake ama ibn ami yake ili apate kurithi, lakini kwa sababu Nabii Allah Musa yuko hai na wahi wateremka, akawaambia wachinje ng'ombe. Kiswa kirefu, kuna kiswa kirefu kwenye Qur'ani tumeambiwa Musa aliwaambia chinjeni ng'ombe, wakataka kujua ng'ombe rangi gani ama ng'ombe yupi, wakaambiwa ni asiwe mzee asiwe kijana, awanu baina dhalik. Kisha wakataka kujua rangi gani, wakaambiwa rangi ya manjano, rangi ya manjano, safraun faqun launuha, tena yenye kung'ara rangi yake, rangi ya manjano kisha iwe ya ng'ara. Na ng'ombe hawa jamaa wasema si rahisi kupatikana, lakini wakaenda kupatikana kwa sababu kuna target nyingine pia. Yule ng'ombe anunuliwe katika familia fulani kwa sababu fulani. Mungu mwenyewe huwa ashapanga kila kitu. Akachinjwa, ikatukuliwa, fakulna dhribuhu bibadhiha, yani yule ng'ombe akachukuliwa kama ni mkia ama ni kiungo kingine, kwa sababu kuna ikhtilafu, lakini akapigwa yule aliyekuwa ameuliwa, akasema aliyeniua ni fulani. Subhanallah. Kwa hivyo mauaji tutasema baada ya yule binadamu wa kwanza, mwanadamu wa kwanza, kisha mauaji yalianzwa na Mayahudi. Tena Mayahudi kuuana wako wao. Haya mauaji ya pili. Ya tatu ni mauaji ya kupigania, yani haki na batil. Haki na batil yalianza huko nyuma. Nabii Allah Musa alipigana na watu waliokuwa makafiri. Nabii Allah Isa hakupigana kwa sababu hakuambiwa kupigana na Mola wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye alikuwa kazi yake ni kusafisha watu nafsi, roho, si sheria. Sheria ni ile ile ya Musa, alikuwa afuate, na yeye Nabii Allah Isa aingia hapo ndani. Iko baadhi ya mambo fulani aliyabadilisha, kama vyakula fulani walikuwa wameharamishiwa wa Banu Israila, yeye Nabii Isa akawahalalishia. Hata jamaa wakashangaa sana wale makuhani na mapasta mapadri, wakawamlaumu, mbona wewe wahalalisha chakula ambacho Musa amekihalalisha? Nabii Isa wajibu, awaambia la, Musa hakuharamisha wala hakuna hilo, kitabu hicho someni. Lakini wao wenyewe walikuwa wameka mambo yao, si muhimu. Leo hapa tu katika mauaji tumeambiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba, na yalitokea yakatoa Mtume, kuna baadhi ya maswahaba waliuliwa, na tuambiwa awwalu shahida fil Islam hiya Sumayya, wa awwalu shahidin fil Islam huwa Yasir, babake Ammar. Hawa waliadhibiwa, na sababu ya kuadhibiwa ni kitu gani? Wama nakamu minhum illa yu'minu billahi al-aziz al-hamid, yani hawa waadhibu isipokuwa kwa sababu wamemwamini Allah mshindi, ambaye ni mwenye kuhimidiwa, Mola tu peke yake, wamemwamini. Na nini la pili? Kwa sababu wao ni madhaifu, hawana familia kubwa, hawana pesa, hawana uwezo, basi dhulma zile za kiibilisi, za kishetani ikawapatiliza wao mwanzo. Kwa hivyo wakauliwa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikitika, akahuzunika sana, lakini akawaambia sabran ya ala Yasir fa inna maw'idakumul janna. Je, wamedhulumiwa hawa? La, bali wamenusurika. Je, wamefeli? Wamefaulu? Wamefaulu kama alivyofaulu na Asia wakati wa Firauni. Alifaulu, akaomba mwenyewe haswa, rabbi ibn li indaka baytan fil janna wa najini min Firaun wa amalihi. Yani starehe zote hizi za dunia mimi sizioni, kwa sababu nafsi yangu ni kubwa zaidi kuliko haya ya hapa.
nitakacho napata hapa, ninachokiagizia hata dakika 5 hazifiki, lakini bado kwa sababu nafsi yangu, roho yangu yanataka Mola wangu. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi, utasumbuka kidogo hapa duniani kumkimbilia Mola wako, kisha utakutana naye. Sasa Firauni ni nani? Wacha Firauni, hata yule bora zaidi kuliko Firauni si chochote, lakini naomba nipate nyumba, niwe karibu na Mola wangu, yani niwe karibu na rahma ya Mola wangu, nisiwe tena katika usumbufu huo, mida maji yamekuwa damu, mida chura, mida hili, nataka hilo. Sasa huyu Sumayya na Yasir walikuwa ni awwal, yani ndo bidaya ya mashahidi katika Uislamu. Kwa hivyo mauaji pia hayo, lakini target yetu haswa tunataka kuizungumza leo hapa ni mauaji ya kiholela. Mauaji ya kiholela, hawa tumewaelewa walikuwa wakiua, wana malengo, wana target. Yule kwa takamali, yule wa Banu Israila, hawa kiburi kimeonyesha kwamba hawa ni wanyonge, watatua tuwaue. Firauni alikuwa akiona kwa kuwa Asia yuanishawishes, nitafashan, nitoa timing, na mimi nampenda kweli, lakini afadhali ni ufalme wangu nisiupoteze kupitia kwa huyo mama. Lakini bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam atuambia hivi, akhiru zaman, yani mwisho wa zama, mtu atamuua mwenzake, atakuwa atafuta sababu ya kumuua. Subhanallah, sadaka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yani kutakuja wakati karibu na kiyama, itakuwa mtu auawa na yule mwenye kuua atafuta sababu ya kumuua nini. Pengine watu wapigania bangi nini moja, ile sigara moja, mtu amuua mwenzake kwa sababu ya bangi ya shilingi 50, sijui ni 100, na iwe ni 1000, amuua mwenzake kwa sababu hiyo. Alafu akirudi nyumbani ajiuliza, mimi natafutwa na serikali, mimi kuna familia yake yanitafuta, mimi nimefanya nini? Lakini ushafanya. Kwa nini? Kwa sababu alam tara anna arsalna shayatina ala alkafirina ta'uzuhum azza, yani tumewapeleka hawa mashetani kwa wale wenye kukanyusha neema za Mungu, wawatingisha, kuwatingisha, yani wafanya mambo ya ajabu ambayo si ya kibinadamu kabisa, si ya kibinadamu. Hao mtu amekwenda kumuua mwenzake kwa sababu kuna mwanamke alikuwa amtaka yeye alikuwa amtaka mwanamke, amemkosa, amempata yule. Kwa nini? Nani alomwambia naenda kampende yule? Si ni yeye mwenyewe yule mwanamke? Basi muue yule mwanamke kama ni kweli. Kisha pia huyo mwanamke wamuua kwa sababu gani? Moyo wake hauko kwako. Kwa nini kulazimisha jambo ambalo Mungu hakulipanga? Kwa nini yani? Kwa nini tufike daraja hiyo? Sasa mauaji ya kiholela yanao sababu ama hayana sababu? Yanao sababu, hayana sababu. Yanao sababu ni kwa sababu nyoyo zetu, innal bayta alladhi la yuqra'u fihi alquran kalbayt alkharab, nyumba ambayo haisome Qur'an, yani haitabikishwe hukumu za Qur'an, ni kama gofu, jumba gofu. Kuna nge pale ndani, kuna nyoka, kuna kizimbe, yani kuna kila hayawani wabaya. Kuna ankabuti hao wametaga zile matandu yao. Kwa hivyo lolote linalofanyika pale ni baya. Na nyumba si lazima iwe nyumba hii ya ujenzi. Nyumba kuna moyo wako, kuna nafsi yako, umeijenga vipi? Umeijenga vipi hiyo nyumba yako, ama waikontrol vipi, upelekesha vipi? Kwa hivyo mauaji ya kiholela yanao sababu. Sababu moja ni psychological, yani ni kitu cha kinafsia, ya kiilmu nafsi, ndo sababu imepelekea paka hivyo. Yani chukua kipimo tu, haya mambo ni makubwa, lakini sisi tuyaona normal tu. Na sisi tukisikia kwamba jamaa yetu ameuliwa, na sisi tutaka kulipa kisasi, na sisi kuua, na wale nao watalipa kisasi, watakuja kuua. Hiyo ni njia moja ambayo imesababishwa. Je, ya pili ni nini? Ya pili ni kwa sababu ni dalili za ukweli wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Tuyaona, lakini wataiyaha udhunun waaya, anaipulika na taamali ni shikio lenye mapulikizo. Leo sisi twasema twajiita Waislamu,
tujiita Waislamu, tuwavamia kituo cha wasoko Waislamu, tuseme wote si Waislamu, twenda tukawaua kwa mara moja wote. Kwa nini yani kuwaua hawa watu? Kwa sababu wao si Waislamu. Kwani ule aliowaumba hakujua kwamba hawa atakuwa si Waislamu? Kisha wewe umepewa kazi na nani kuwaua hawa? Una ubinafsi wako, una siasa yako ambayo hatuielewi, ati kisha watumia jina la Uislamu. Madhambi yako mara ngapi? Umekwenda kuwaua Wakristo, umewaua Mayahudi, lakini sio Mayahudi wale kwenye vita. Yaani umewaua ambao sio Waislamu, na sababu kwa nini kuwaua? Kwa sababu wao sio Waislamu. Walau sha Allah laja'ala an-nasa ummatan wahida. Lao Mungu angelikuwa ataka, angeliwafanya watu wote wakawa Waislamu. Sasa wewe umemshinda Mungu basi. Kwa hivyo yale aliyofanya Firaun na wewe mna tofauti gani? Yani yule alidai ana rabbukumul aala, na wewe watakutukua hatua hawa Mungu amewaita duniani, wewe umewaondosha duniani. Min ajli dhalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin fakaannama qatala an-nasa jamia wa man ahyaha fakaannama ahya an-nasa jamia. Tuliwateremshia Taurati, katika Taurati Mayahudi bani Israil, mwenye kuua nafsi moja kama ameua watu wote kwa madhambi, na mwenye kuihuisha nafsi moja, yani kuitibu, kuishughulikia, kuihudumia, yani kumsaidia mtu, ni kama umehuisha watu wote, thawabu zake. Kwa nini hatumwamini Mungu? Kwa nini tuamini fikra zetu? Yani haya ndo yatusababishia haya. Kwa hivyo napatiliza hii nafasi, kina baba, kina mama, ikiwa na wewe hutaki kuuliwa kiholela, mpeleke mtoto wako akasome dini, mpeleke kwa mwalimu mwaminifu. Usiseme kwamba mimi namsomesha shule, atakutesa, atakuadhibu, na pengine henda akakuua na wewe, kwa sababu sasa ataka usasa, wewe hutaki. Tuaiona serikali ya Saudia, mfalme aliyoko na wali wake walioko wanavyopelekesha, yani anavyopelekeshwa ubaba, sijui yaridhika haridhiki, lakini huo ni mfano. Na haya yote tuyasomeni, tuyatabikishe, tusibakishe tu kusoma kwamba tuyajua. Inshallah tutamalizia mauaji kiholela na undani wake, tutajitibu vipi, tutajinyasua vipi ili tupate kuokoka na jangwa hili. Mwenyezi Mungu atuwafikie, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.